Yes, wakati mzozo wa kikanda ukiwa unaendelea kati ya taifa la Marekani dhidi ya Iran, taifa la Marekani lilijaribu kufanya mchezo wa kuigiza, kwa maana ya kupeleka meli karibu na mlango bahari wa Hormuz ili kuweza kupata picha na kuionyesha dunia kwamba wao wameweza kufungua mlango bahari wa Hormuz ambao kwa sasa unamilikiwa na taifa la Iran. Na katika video hapo hivi ndio ilivyokuwa wakati meli ya kivita Marekani ilipokuwa kwenye bahari ya Oman ikielekea kwenye mlango bahari wa Hormuz kutesti mitambo. Jeshi la wanamaji la Iran, IRGC Navy, liliwapa onyo na tahadhari kubwa kabla hata hawajakaribia mlango bahari wa Hormuz. Mwishowe meli hiyo ambayo ilikuwa inaongozwa na wanamaji wa Marekani wakaona si swala kuendelea kukaidi amri ambayo imetolewa na IRGC Navy, jeshi la wanamaji la Iran. Wakaamua kugeuza meli hiyo na kukimbia. Ukweli ni kwamba kabla ya IRGC Navy kutoa taarifa ama kutoa ile warning kwamba watailipua meli hiyo ya Marekani, tayari walikuwa wameshawasiliana na baadhi ya viongozi ambao wapo walikuwa kule Islamabad, Pakistan, kwa ajili ya kuweka sawa mzozo huu, ambapo walifanyika mkutano pamoja na ule wa makamu wa rais na viongozi wa makamu wa rais wa Marekani na viongozi wa Iran, ili kuona namna ya kusitisha mapigano haya ambayo yameendelea kwa takriban miezi miwili. Lakini ilichopo ni kwamba taarifa ambazo zimetolewa hivi karibuni kwamba mazungumzo hayo yamesitishwa na hakuna mwafaka ambao umefikiwa. Ni kwamba mpaka sasa meza iko neutral na huenda vita hii ikaendelea kwa miezi mingine kadhaa, kwa maana Donald Trump pia amesikika akisema kwamba yeye kwa sasa hataki 95% wala 96% kutoka Iran. Anataka kila mali ambayo Iran anaimiliki basi Marekani aweze kuimiliki. Hiyo ndo super power. Je, Waajemi wako tayari kuachia mali zao, kumwachia Rais Donald Trump kuendelea kumiliki mali kutoka Iran? Je, unahisi vita hii itaendelea kwa zaidi ya miaka mingi? Kumbukwe Wairani wamekaa kizuizini kwa zaidi ya miaka 47 kuwekewa vikwazo vya kiuchumi, lakini safari hii waliweka demand kwamba ili waweze kuingia katika makubaliano ama kukaa kwenye meza moja kuzungumza na wawakilishi wa diplomasia kutoka Marekani, basi wanatakiwa kurudishiwa mali zao zote ambazo zilikuwa zinashikiliwa na mataifa tofauti, ikiwa Korea pamoja na Marekani, ambao walithibitisha kutuma kiasi cha zaidi ya bilioni 5 mpaka bilioni 7 dola, bilioni 5 mpaka bilioni 7 kutoka kuzipeleka kule katika taifa la Iran, zaidi ya trilioni 10 ambazo zimepelekwa kule Iran. Kwa hiyo tunachosubiria sasa ni kuona, je, mgogoro huu wa kikanda ambao ulianzia kule Israeli kwa kushirikiana na Marekani wakishambulia Iran na Iran kujibu mapigo mfululizo ambayo yamedumu kwa takriban miezi miwili, lakini sasa hivi iko ceasefire ya zaidi ya wiki mbili, kuona namna gani vipi ambavyo mazungumzo haya yataenda, ama meza ya mazungumzo itaenda vipi. Lakini mpaka sasa ni kwamba meza ya mazungumzo imeenda vibaya na hakuna mwafaka ambao umetolewa. Na makamu wa rais JD Vance amezungumza jana mara baada ya kutamatika kwa mkutano huu kwamba hakuna kilichoafikiwa na hakuna ambacho wao waridhani kitaafikiwa. Lakini vile vile naibu wa spika wa bunge la Iran naye pia jana aliweza kutweet katika mtandao wake wa Twitter na kusema kwamba wao walijua kwamba Marekani hana uwezo ama asingeweza kukaa kwenye meza mazungumzo na kufikia mwafaka, kwa maana hatabiliki kutokana na namna ambavyo amekuwa akifanya, na kutokana na yale matakwa 10 ambayo waliyataka Iran kuonekana ni magumu, ndio pengine sababu ambayo imepelekea mkutano huu kuvurugika na kuona namna ambavyo
mustakabali wa vita hii Mashariki ya Kati itakavyokuwa. Bado hali si shwari Mashariki ya Kati, na hakuna taarifa moja kwa moja kwamba vita imesitishwa, ili hali Donald Trump yeye anasema kwamba wao wameshinda vita, kwa maana Iran hawana ulinzi wa anga, hawana jeshi la maji, hawana jeshi la ardhini, hawana rada wala nini, kwa maana wameweza kuwashambulia na kuwanyong'onyesha kijeshi. Je, taarifa hizi za kweli? Tusubiri kuona kitu gani kitajiri. Utakofanya kusubscribe, gusa maandishi mekundu hapo chini, kisha gonga alama ya kengele. Walike na wana walike wana, ili tuje kupata taarifa ya hiki ambacho kinaendelea hapa Mashariki ya Kati. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from the Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity for J report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Was close to High Island 4. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning. Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity for J report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Was close to High Island 4. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning. Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity for J report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Was close to High Island 4. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning.